Maisha ni radio zaidi ya radio. Tumeingia ndani ya Sizikwi Nayo. Hello. Hello. Mambo vipi mama? Poa sana. Hapa ni Radio Maisha, Nzula na Guzman, kwa usalama wako na usalama wa mtu yote ambaye anahusika kwenye kisa chako bana jina. Sawa. Haya, tuambie shida ni nini mami? Mimi shida yangu ni nimeolewa kwa sasa, niko kwa ndoa, huu ni mwaka wa 10. Umeolewa huko kwenye ndoa mwaka wa 10? Okay. Umeolewa kirasmi ama ni come stay? Ni come stay sababu hata wazazi hawajui. Okay. 10 years. 10 years. Wazazi hawamjui mume wako ama hawajui nini? Wazazi hawamjui mume wangu, hata familia kina bwana hawaijui. Ebu ngoja. Kwani hujaenda kwa kina mwanaume haja kupeleka kwao? Kwao nilienda, bali kwetu ndio hajawahi enda. Hajaienda? Hajawahi enda wala hata hajulikani. Kwa hivyo umepata naye watoto? Nimepata naye watoto 2 wa kike. Watoto 2, na for 10 years bwanako hajakanyaga kwenu? Hajakanyaga. Nilijaribu kumuongelesha lakini ananiambia tu tutaenda lakini hata. Na wewe unaenda kwenu? Kwetu nilishawahi enda, sasa ni miaka 5 iliyopita. Kwenu umeenda 5 years ago mwisho? My goodness. You know, hata before we hear your story kuna shida tayari. My 5 years ago ndo umeenda kwenu na mume wako hajakanyaga kwenu? 10 years. Na mume wangu hajawahi kanyaga kwetu wala hata hajui watu wa nyumbani. Hata hamjui mamako akikutana naye barabarani haezi mwamkua? Anaweza mkatia hata. Hamjui. Ai? Okay. Haya, tuambie mami, what else? Because this is also a problem. What else mama is disturbing you? Talk. Asa Nzula, mimi sina wazazi. Pole sana. Hauna wazazi? Wazazi wangu walifariki. Mama wakati alikuwa amenizaa alifariki. Pole sana. So nani amekulea mami? Sasa nimefanya kulelewa tu na step auntie ambaye si dadake mamangu really. Okay, Sasa huyu auntie yangu ndo amenilea, nikaenda shule but nika drop out nikiwa class 8. Nikaacha shule juu alikuwa na wajukuu wake, tulikuwa kama 5. Sasa tulikuwa tunafuatana huyu class 6, huyu 7, huyu 8 hivyo. Akawa amelemewa. Sasa akalemewa, akaniambia mimi nirudi nyuma. Nilipoona wenzangu wanaendelea nikaona kuliko nirudi nyuma, wacha tu niachane naye. Nikawa nakaa maisha ya kuteseka pale nyumbani. Nikaamua tu wacha tu nitoke niende tu, yani nitoroke tu nipotelee mbali penye hata sijui ni wapi. Yeah. Yani kuna mama tu akaniambia kuna mtu atafuta kazi ya nyumba waweza fanya. Mimi nikaitika tu lakini nilikuwa siwezi. Sasa nikaenda tu nikafanya kazi. Sasa huyo mama pia naye kumpata akasema mimi sitaki mtoto wa shule huyu mtoto wa shule mwenye hata ana idea hata kaza nyumba hawezi fanya. Ulikuwa mdogo sana? Nilikuwa mdogo sana, 14 years. Sasa mama pia akaanza kuninyanyasa, naye pia nikatoroka tu, nikatoka hapo juu. Alikuwa ananinyang'anya simu nisiongee na mtu yote. Sasa mimi nikaona hii maisha sitaweza, ndo nikatoroka. Sasa kutoroka nikajipata tu niko barabarani na huo wakati nilikuwa ni mgeni, sijui hata jiji, sijui hata niende kwa nani. Ukawa chokora? Sasa nikaanza tu kuzunguka. Sasa hiyo time nikizunguka ndo baadaye nikapatana na huyu bwanangu mwenye niko naye sasa hivi. Huyu mwanaume mkipatana ulikuwa na miaka mingapi tuseme? Tukipatana nilikuwa na 15. Na yeye alikuwa na miaka mingapi? Na huo wakati alikuwa ni mtu mzima kwa sababu sasa yako na 35. Na wewe uko na miaka mingapi? So time uko na 25. Sasa mimi niko na 28. Uko na 28. So he was 20 something when he met you. 25 up. Na akakuchukua ukiwa 15. You know that is abuse. Sasa juu mimi nilimuelezea yale masaibu yenye nimepitia. Sasa yeye akaona tu wacha tu anichukua akae na mimi. Na alipokuchukua at 15 alianza kukaa na wewe kama bibi ama mlikuwa mnaishi kama nani na nani? Tulikuwa tu tunakaa tu kama marafiki tu, juu aliniambia venye anijui vizuri tukae naye tujuane. So mlikaa for how long hivi kama marafiki? Tukakaa kama miaka 3.
Ndo baadaye akaniambia nataka kujua wazazi wangu. Nikamwambia wazazi wangu mimi sina wazazi, mwenye amenilea ni aunti yangu. So hii miaka 3 mpaka ufike 18, did he touch you? Did he sleep with you? Alikuwa akilala na mimi. So in short, alipokuchukua at 15 alikuwa analala na wewe. Na akijua kwamba you are a minor na yeye ni mtu mzima. That's another problem, mama. Pole sana. So ulipofika miaka mingapi ndo ukamzalia mtoto? Nilipofika Juni nilikaa saa kidogo, nilikaa sana yani kabla nimzalie. First born nilipata 2021 ndo nilipata mtoto. Na from 2017 ndo nimekuja kuzaa 2021. Sasa kile kitu ambacho kimekuleta leo ndani ya Siziku Inayo hasa ni gani? Maana umetupatia historia yako na ni historia ya kuhuzunisha. Pole sana. But there's that one thing yenye imekufanya utume hiyo SMS, na nimeiona SMS yako ni ya kuhuzunisha. What exactly is it? Sasa mimi bwanangu amekuwa yani ni mtu mwenye anapenda starehe sana. Mtu anapenda yani akiingia kwa simu tangu asubuhi. Anaingia kuchat, aingie kwa Facebook, aingie TikTok, hata usiku halali. Yuko social media? Yuko tu kwa social media. Paka namuuliza jamani, hizo pesa ambazo unaharibu kununua bundles na mimi niko na watoto. So angalia watoto unakuta unga hakuna, maji hakuna, kila kitu hakuna, na ukimuuliza pesa nakwambia mimi sina hata shilingi. Kwani hafanyi kazi huyu mwanaume? Yafanya kazi yani ya kuhustle tu, yani mijengo hivi. Sasa ni nani ambaye anatunza familia? Nani ananunua chakula, analipa rent? Ni yeye tu, lakini sasa unajua hapa mahali penye tuko hatulipi rent. Mnakaa wapi? Kwake? Mko kwenu? Tulifanya kusaidiwa na mtu, hiyo plot tu tukajenga ka nyumba ka kujishikililia. Sasa hatulipi rent. Lakini chakula ananunua, mahitaji mengine anakupatia? Chakula ananunua mara moja, hata saa zingine achukua 50 anipatia, alafu atoke. Ukiona ya 50 una unga, hauna maji, mtoto anataka diaper, hata unashindwa unafanya nini. Alafu kimuongelesha anakuwa mkali, ananichapa. Anakuchapa? Ananipiga, hata kuna wakati nusura hata niua, nikaje nikatoroka. Paka hata hiyo siku ilibidi nilitoka na usiku, nikachukua pesa yake nilipata kwa wallet, nikapanda gari nikaenda nyumbani. Na umejaribu kuripoti labda kwa familia yako, kwa polisi, kwa mzee wa mtaa? Mtaa nilienda Nzula. Wakati aliponipiga ndo baadaye nikatoroka nikaenda nyumbani. Kufika nyumbani nilifukuzwa na aunti yangu aliyenilea mimi. Alikufukuza? Nilifukuza, akaniambia toka hapa, wewe nenda huko, ulienda kutafuta kazi, ukaenda kutafuta wanaume, bebana na mzigo wako, mtoto wako nenda, hata akifa ukazikie huko, sitaki uzikie mtoto hapa. No. Pole mami. So ulipofukuzwa ukarudi bado kwa huyu mwanaume? Niliponifukuza ikabidi tu nikampigia simu nikamwambia nitumanishie fare nirudi, akanitumia. Na nimeona unasema paka hata tendo la ndoa anakunyima. Ananinyima kila wakati, ni kuchonga tu na kulewa, yani afanya kumlazimisha tu. Pole mami. Hii tabia yake imekuwa hivi kwa muda gani? Ameanza kitambo, hata si hivi karibuni, anaanza kitambo. Na wewe una kazi labda? Kuna kitu ambacho unafanya na maisha yako? Nilikuwa nikiuza mandazi. Lakini sasa nikaona hiyo biashara ikawa hata haiendi, nikawa niko na madeni kila mahali. Mara mtoto anarudi mgonjwa, inabidi natumia hiyo pesa. Nabaki hata sina. Sasa umejaribu kukaa na mwanaume wako kuongelesha hata familia yake waweze kuingilia kati, wamuongeleshe? What have you tried to do? Kwanza nimejaribu hata kuongea na familia yake. Kwanza familia yake hata ndo wanitaki kabisa. Nishawaenda kwa wakati nikiona mimba hiyo 2024, mamake akanitesa paka akawa ananifungia hata maji situmii, chakula anafungia kwa nyumba. Mami, unajua umebeba mizigo mingi sana ya kupoteza wazazi. Huyu mwanaume kukutumia kingono ukiwa mtoto, because at 15 you are a child. Hata mwili wako haukuwa tayari labda kubeba ujauzito, ndio maana ulikaa sana. Nilikaa sana. Pole sana. Na saa hii hivi yuko kwa nyumba? Ametoka.
Lakini akiingia tu ni simu, kuchat na wanawake. Na una evidence kwamba labda amekuwa akitoka nje ya ndoa? Kuna evidence kwa sababu nimepata message mara kadhaa. Saa zingine anapigiwa alafu simu anaweka flight mode anatoka. Lakini kijaribu kumwambia kwa nini unanifanyia hivi, ananiambia na kufanya nini, ananiambia kwa ukali mimi nikiwa nimechoka na maisha yake nitoke niende. Oh my goodness. Hivyo ndo ananiongelesha hapa kila siku, ananiongelesha kwa ukali, ananiacha na njaa, nashinda hivyo na watoto. Mtoto ananiuliza mama, leo tunapika nini? Namwambia hata sijui. Pole mami, pole sana. Tulikiona kwa maduka na madeni, hata nashindwa kutoka, najifungia ndani ya nyumba. Sasa nikuulize leo ndani ya Sizikwi Nayo, labda ulikuwa unataka kusaidika vipi? Unataka ushauri wa vile ambavyo utafanya? Mimi nilikuwa tunaomba ushauri na venye na venye naweza saidika. Juu hii kitu nimeshikilia mpaka nafika mahali naona tu hili nikufe na watoto wangu. Mambo ya kufa na watoto, tafadhali usifike huko. Si wewe wa kwanza. Nisikize mami, nisikize. Unaona kuna watu wamelelewa huku na single mother, wapo wengi. Hata mimi nimelelewa na single mother. Si unanisikia niko hapa kwenye kipaza sauti? Wapo wengi ambao wamelea watoto wao wakiwa wako peke yao, sababu zao wenyewe wanazielewa. Ndoa inasambaratika, unafunganya virago vyako, unalea. Wanisikia mami? You need to be strong and firm for your children. Because you don't know who you've carried. Mambo ya kujitia kitanzi, utatia kitanzi mwanaume, utajitia kitanzi uwe wanao, ukizikwa tu na yeye yuko hapo na wengine amewaleta hapo kwa nyumba. Kwani sikia? Juana shino nifanye nini, kikimbilia familia yangu hata hawanisaidii. Hebu ngoja nikuulize, mtoto wako wa mwisho na miaka mingapi? Hakuna mwaka mmoja na mwezi sasa. Hakuna mwaka mmoja na mwezi. Umejaribu kutafuta vibarua pale mtaani mahali ambapo unaishi? Nimejaribu kutafuta mpaka hizo za kufua, mpaka naambiwa mimi sihitaji mtu mwenye anamtoa. Unaishi uko county gani? Usitaje kijiji, just tell us the county. Uko county gani? Sasa Mombasa. Uko Mombasa. Hivi leo msikilizaji ambaye amesikiza kisa chako akikuitia kazi, unaweza enda ukafanya? Tena haraka sana, nitashukuru. Haya, angalia kama kuna mtu amesikia wito wako, kilio chako. Kama kuna mtu akona kibarua mahali anaweza kuwa na kuita, unaenda unafua, unafanya usafi, unaweza ukasaidika. Sawa mami? Hayo mawazo ya kutaka kujiua, sijui ujiumize, sijui toa hayo mawazo. Wapo wengi wametoka kwenye ndoa, wameamua wachague amani yao, wanalea watoto wao na watoto wao leo wanawalea. Umesikia mama? Nimesikia. Haya, hebu sikia ushauri alafu tuone vile kama utaweza kusaidika upate kazi. Asante. Karibu sana. So sad. Yani imekuwa heavy. Very heavy. Jamani, tumsaidie dada yetu. Tupokee simu haraka upesi 2-3 alafu tuone vile tunaweza kumsaidia dada yetu. Kama uko Mombasa na kuna mahali ambapo unaweza ukamhifadhi huyu dada, apate kibarua, apate unga, apate uji, apate diapers za mtoto wake. Please, 22277 namba yetu, jumbe mfupi. Ukituma SMS anza na neno Mombasa. Mombasa. Yes, it's easier. Mombasa. Okay. Na usimcheze. Unamsikia, she's desperate, she needs help. Kabisa. Sawa. Naam. Tunapokea simu yako, mtie moyo dada yetu. Radio Maisha, hello. Mambo vipi Nzula Maposi? Salama sana bro. Karibu sana Nzula kurudi. Alafu inapiga kutoka Kilimamboko Machakos. Karibu sana. Na hiyo mambo inasikitisha sana kabisa, na ile naweza kuambia tu kabla nishauri dadangu wetu wanaume, at least tukue watu wa kuwajibika, tusiwache dada zetu wakiwa wanaumia hivyo. Asante sana. Asante kaka. Jose Waruaka, karibu sana. Nzula, mambo poa sana. Nimekumisi. Hata mimi nimekumisi, ni aje but nakuona nangu kwa FB, tuambie. Asante sana Guzman, apokea salamu zangu. Nimepokea ji. Okay, sasa mimi vile naweza muadvise, kwanza nimwambie pole kwa yale ambayo ameweza kuyapitia. Yeah. Alafu sasa unajua niulize, si lazima ati mtu ukue kwenye ndoa.
It's not a must. Ikishindikana nzula uko tu unasumbukana na mwanaume, wewe muache tu na uanzisha. Unajua kitu yenye inakuanga na wanawake wengine. Mtu paka anakunyima sakramenti. Imagine kwanza ikifikia hapo unajua tu imeisha. Sasa vile yeye anafaa tu ajiamini tu, yeye ati anaweza toka tu na asipata kibarua leo watoto wake. Kama vile tu umemwambia wanawake wengi huku nje wanalea watoto tu bila hata baba zao. Kabisa, asante Jose. Hata tu akipata kazi, tu ajitume na tuko mbele pamoja. Asante bro. Radio Maisha, hello. Hello. Yes. Ngula Makozi. Yes, karibu, nani mwenzetu? Naongea na Patrick Kipsem kutoka kaunti ya Baringo. Mtie moyo dada yetu ndugu. Tumeasikia vitu mingi lakini mali imefikia hiyo. Ni uchungu sana. Kwa msaidie dada yetu kabisa. Asante. Alafu kuna ujumbe nimepata hapa moja nasema I can offer her a small job to cook for about 10 a job of cook of about 10 staff. Okay. Thank you so much. Kuna moja nasema atafute kazi please, asijinyonge. Kama uko Mombasa, you are 10 staff. Tunataka kazi opportunities nyingi. Ndio akisikia mwenyewe aweze kuchagua ile anataka. Okay. Kama uko Mombasa na unaona unaweza kumsaidia dada yetu na kazi. 22277 nambari yetu ya SMS. Super. Ukituma SMS yako anza na neno Mombasa. Tunapokea simu ya mwisho. Radio Maisha, hello. Yes. Mama Wangare. Yes. Karibu sana. We are single mothers na tunalea watoto na wako na tunasomesha. Nini mbaya na huyu? Hebu mtie moyo jamani, hebu mwambie Kinyina Wangare venye sasa wako sawa tu. Kwanza mzuri na mtu wangu utaamini ni mtu wa single mother. Sasa itoje single mother na utakibiri kwa mjengo. Kabisa. And I'm happy. Watoto walikuwa wili mkesi. Labda yule mmoja aliniwacha pati watu wangu wekana nao kwa barabara. Haungejua ni wa single mother na haungejua ni wa mabederi. Ajipe matumaini bwana. Na alikwambia bado kuna watu wanakuvia wanaume. Awache hiyo mchezo bwana. Akipata kazi afanye kazi. Na akipata pesa afanye biashara. Maisha yanaendelea. Mimi ndo maana napenda Mama Wangare because she says it as it is. But ni kumtia tu moyo dada yetu. So many of us are products of single mothers. I being included. Both of us actually. Wanawake ambao walitoka kwenye ndoa, wakajituma, wamelea mabingwa, magwiji, na wanaendelea. Kabisa. Na ukiwaangalia mama zetu wananawiri sasa hivi. Vibonge. Wanafaa kuwa kwenye ile statistics.